kuna baadhi ya vitu kufanya ukiwa mwanaume ni vya wanawake. Akikatazwa namna ambavyo kinaonekana. Yeah. Lakini ukizidi sana, kuna baadhi ya vitu jamii inaanza ku notice. Wewe mbona umezidi sana? Unasimulia kwenye kijiwe. Bwana saa 12 imefika. Ngoja nikimbie bwana nikampikie mke wangu. Ngoja nikaogeshe watoto, unajua muda umeenda sana. Kwa nini nasema hivi? Kwa nini nasema hivi? Kipindi cha nyuma ilikuwa ikionekana baba ntilie, kuna wana kuna kavu. Ndio maana kuna baadhi ya vyakula sisi tukaanza kuchagua kupika. Bwana ugali mzuri utapata kwa Mrosso. Nenda kwa Mrosso. Nenda kwa Mrosso. Kwa Mrosso pale. Utakuta ugali mzuri. Ugali la mbuzi, pande din fresh. Si umenielewa? Ndio. Lakini mwanaume ana chapati. Chapati wapo bana. Wapo na waona. Biriani wapo. Lakini mimi nakula chapati ya mwanaume mwenzangu. Lakini sasa chunguza, lakini mashefu wengi unajua ni wanaume. Kweli. Na mashefu wazuri. Lakini kuna industry ukiingia, wanaume anapika vitumbua. Sio vitumbua. Alapamba. Wanaume wako kwenye deko. Sawa, sio baya. Ndio kujitafuta. Lakini tuondoke kwenye dhana ya kuwabagua wanawake kwenye baadhi ya shughuli. Na tusiwashangae. Mimi niko very proud. Kuna baadhi ya wanawake sasa hivi unajua umeingia kwenye zege 100%. Wanapiga ndio shughuli zao. Yaani site sawa, wengine ni mafundi ujenzi tu wazuri. Site anaweza akawa sawa, zege ikawa inamshinda. Lakini kutoa tofali moja sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kukoroga mchanga yumo. Uchekecha mchanga utoke smooth yumo. Umeelewa? Sasa kuna wanawake kuagiza tu na fundi leta kobiro. Kuna baadhi ya wanawake wanawarudisha nyuma wenzao. Utakuwa mgumu sana. Wewe bwana utakuwa mgumu. Mtu gani na yeye? Hapana. Tuondoke kwenye hiyo dhana.